pekee. Inasemaje? Maana itakufundishia afya na afya. Yes, hiyo. Hallelujah, praise the Lord. Bwana asifiwe. It's a wonderful day, it's a wonderful time coming to you. Kuja kwako kwa mode hii ya Facebook live. Inaitwa Pastor George, tuko Shake FM Mombasa 106.6 FM. Facebook live George Kuria Njoroge. Nashukuru Mungu kwa wale wanao connect, invite a friend, and God is gracious. Karibu sana. 13 baada ya saa 12 saa za Afrika ya Mashariki, na kama ilivyoanza ile story siku ya Alhamisi ama Thursday, huwa tuko na mtumishi George ambaye anatupatia nasaha nyingi sana kuhusiana na vile ambavyo tunaweza kuweka hazina na mambo kadha wa kadha, ili mradi tu tuishi katika njia ambayo inampendeza Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo zikiwa zina katika 14 hapa baada ya saa 12, mtumishi, karibu sana. Asante, Bwana asifiwe. Apewe sifa Kristo. Habari ya siku nyingi. Unajua mimi huwa naangalia na naona ina maana kwamba siku 5 si siku chache bwana, ni nyingi. Siku 6 ni nyingi. Ni nyingi sana, ni nyingi. Hata zinashukuru Mwenyezi Mungu. Amen. Labda wewe nyumbani, naam, tuko salama. Neema ya Mungu inatosha. Amen. Na uaminifu wake umekuwa mwingi. Tunauona because ni neema tu, just by the grace of God. Amen. Mungu akiondoa tu neema yake kidogo hivi, we are finished. So Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu, na mtukuza kwa uaminifu wake, na mambo mengi huwa anatutetea. I was telling someone, Mungu akiondoa tu neema au akufichulie kule na kupigania, utashangaa sana. Wow, utashangaa akikuonyesha tu, akufichulie hapa nikakuepusha, hapa utashangaa. Watu watanyenyekea zaidi kwa huyu Mungu. Mimi naomba aoneshe watu jamani. Itakuwa muhimu sana. Kwa sababu unaweza pata ukafikiria tu kwamba wewe umeamka kama kawaida. Naam. Pengine hata ujui ulikuwa upate magonjwa Mungu akatoa. Naam. Pengine hata ulikuwa ugongwe na gari Mungu akatoa gari. Angalia. So you never know. Kuna kipindi Mungu alinitetea na akataka kunionyesha kwamba sio sisi, sio kujua kwetu, sio masomo, sio pesa, sio nini. So chance kuna sehemu nilikuwa nimekodisha duka. Then wale walionikodishia walikuwa ni kikundi cha vijana fulani. So wakapata mtu mwingine, mteja ambaye alikuwa anatoa pesa nyingi zaidi. So wakasema, Pastor George tamtoa, tuweke huyu wa pesa nyingi, because mimi nilikuwa nalipa, ilikuwa 10,000 kwa mwezi. So nilikuwa nimetoa ile kodi ya mwezi moja na deposit moja. So tuseme ni 20,000. Akaja mtu alikuwa anatoa 200,000. Mara 10 ya zile nilikuwa natoa. So wakakaa chini wakaanza kudiscuss, tutamtoa huyu tusimtoe, wakainukiana wao wenyewe. Wakasema hapana, hatutamtoa mtumishi, hatutamtoa, atabaki hapa na atafanya. Baadaye wakasema wacha hii, hatutamtoa. They agreed wao kwa wao. Alafu wakasema asiwe mtu yoyote ataenda kumwambia kwamba tulipanga tumtoe. Kwa hivyo haya maneno tuyamalizie wapi? Na tuyafunike. Tutayafunikia hapa. Na ulijuaje basi? Mmoja wao sasa akashindwa kuvumilia. Akaniita kando, akaniambia sasa na jambo nataka nikwambie. Wewe una Mungu aliye hai? Nikamwambia ndio. Mimi hata sina shughuli, naendelea na kazi zangu. Akaniambia sasa tulikaa chini tukapanga tukutoe, tukafanya hivi, mtu akaja, lakini tukasema hatutakutoa, wacha do you see? So yani hapo Mungu ametetea. Amenitetea na akaruhusu nijue kwamba ni yeye alinitetea. So that's what I'm saying, kwamba Mungu akikufichulia kule anakokutetea, akufunulie mambo makubwa anayokufanyia, anayokuepushia, utashangaa sana. Mtumishi, naam, nashukuru sana kwa hilo neno. Hata mimi siwezi nikasahau. Maybe hapa ningekuwa hata sipo. Kwa sababu nikiwa miaka kama class 5. Ni mtu miaka mingapi hapo?
Hapo miaka kama 9 10. 10. Mtumishi nilianguka kwa kisima ya maji. Wow. Kisima ya maji, unajua kisima ya maji basi watu wakianguka watoki. Ndio hivyo imeenda. Lala sijui ilitoka vipi. Hata leo huwa siwezi nikasimulia. Mungu. Lakini Mungu alinihifadhi. So kwa hivyo Mungu anaweza kupigania tu. Anakupigania. Na hata hizo alinipigania mpaka akanionyesha, maana yake ingelikuwa sipo singejua. No. Lakini alinitoa. No. Na nilijua nilianguka na nikatoka. That's right. So alinionyesha. Mtumishi, tumekuwa tukizungumza na muda unakimbia ndio, lakini chini ya dakika kama 2 hivi. Naam. Tumekuwa tukizungumza kuhusiana na ndugu wawili. Yes. Ambao mmoja aliishi na chuki mpaka hata kwa ukubwa wake. Naam. So ina maana kwamba huyu mkubwa alimdunga mdogo jicho. Naam, kwa makusudi au kwa bila. Nafikiri unajua watoto wa kibalee kuna vile wakicheza and all that. Kubalee kule. Unajua sasa unaweza kuwa pengine umevaa nguo ya mtu. Naam. Akaenda pengine alikuwa avae aende mahali fulani, wewe umeenda ukachukua, unaniuliza nini? Hapo Sasa akamgonga yule mdogo. Jicho likawa lina shida mpaka likapotea. Wow. Akapoteza jicho. So akaishi na huo uchungu sana mpaka alipokuwa mtu mzima, na akatia bidii shuleni sana. Unapata? Hadi akawa lawyer. Baada ya kufuzu na kuwa lawyer. Ndio lawyer ni mtu ambaye ana hela. Na huyu mkubwa inaonekana kuna mahali alicheza katikati, masomo hayakumwendea vizuri, yakamchenga kidogo. So ina maana kwamba huyu jamaa akiwa yeye he's making it. Huyu jamaa pia naye hali yake si nzuri. Akapata shida mahali fulani, ndugu yake hakumsaidia huyu mdogo na alikuwa anajiweza. Mama akimuita kumwambia kumsaidia, ngambia siwezi. Kwa nini alinitoboa jicho? So akaishi na ile chuki. Na kuna baadhi ambao ni wasikilizaji wamepiga simu wakiwa wanasema kuna visa vingi kama hivyo. How do you forgive such things ambazo ni kidonda? Naam, kitu cha kwanza pale tangia mwanzo pale. Naam. Inaonekana hawa ndugu walikuwa na ubishi fulani tangia wakiwa wadogo. Naam. Because haiwezekani akosewe akiwa mdogo na hadi uzeeni awe hajasahau au hajasamehe. So my take is this: huyu kijana ambaye ni mdogo angekuwa na moyo wa Mungu, angekuwa na roho ya Mungu ya kusahau, because hauwezi uka expect Mungu akusamehe dhambi zako and yet wewe haujasamehe mwingine. Wanafunzi wakamuuliza Yesu the same question, inabidi tusamehe mara ngapi? Akamwambia 70 mara 7. Yes, 70 times 70. 70 mara 7. Yes, that is 400 and something. Yes. Kwani huyu mtu atakuwa na kukosea kila saa, kila dakika, kila siku ndio zitimizi 400 and something. 90. Yes, haiwezekani. So manake Yesu alikuwa anamaanisha samehe bila kuhesabu. So huyu bwana mdogo anachokifanya saa hii sio kwamba hataki kusamehe. No. But what is doing ni kumkomoa yule mkubwa, because that rivalry, unaona, ule uhasama upo kwamba mimi ni bora zaidi kukushinda. Because unaposoma Biblia Esau na Jacob waligombana. Ni kweli si kweli? Kweli kabisa. Jacob akatoa mkono, akafungwa kitambaa, akafanya nini? Akarudi. Wakagombana kule ndani. Ile Esau akatoka kwa kichwa kama the norm inavyofaa kuwa. Now, unapokuja kwa mtoto tena wa Jacob, ule mkubwa tena anaitwa Judah. Judah means praise. Alipokuwa mke wake akazaa mapacha. Alipokuwa anatoka mapacha, the same thing repeated itself. So unakuta hii mbegu ya kuto kusamehe haijaanza na huyu bwana mdogo. Either kule walitoka ilikuweko because inatafuta mahali pa kuchomokea. Huu ushindani haujaanza hapo, ulianza rivalry. Ukichunguza hata history pengine ya baba yake na nduguye ilikuwa hivyo hivyo. Now, huyu bwana mdogo anafaa aondoe yale mawazo, because hata ukibeba mtu moyoni you don't change anything. True or false? Very true. Ni kama
wewe unikosema mimi nikukosee, alafu wewe uende kunywa sumu, because that's what happens. Unapokosa kusamehe, unaweka machungu ndani ya moyo wako. Kwa hivyo mimi nitakuwa vizuri na Mungu wangu. Naweza nisifanikiwe, lakini nitakuwa vizuri na Mungu wangu. Yes. Wewe upate pesa, lakini money is not everything. Yes. Si ndio eh? So my take in this. Yule bwana mdogo akumbuke, number one, hata kama huyu kakake alimkosea, damu haioshwi. Ukitoa jasho unaweza kuoga, but the blood you can't bath. Ile damu ya ndugu yako, ya mama yako iko pale. That is number one. Number two, vile ambavyo hausamehei, hata uwe lawyer, hata uwe nani, a time will come, you will be put in a fix, ambapo utahitajika wewe ulipe kitu fulani, ama uhitaji msamaha kutoka kwa mtu mwingine, na kama vile wewe haujasamehe, na wewe hautasamehe. Lastly, Yesu akatoa mfano. Mtu mmoja alikuwa anadaiwa pesa nyingi, like 1 billion Kenya shilling, ukihesabu with the current value ya zile shekeli. Akaenda kwa bwana wake aliyekuwa anamuia, akamwambia nimekuja, lakini I have nothing, siwezi kulipa. Akamwambia umeshindwa, sitachukua watoto wako wa watumwa, na wewe sitakuchukua, I have set you free. Akaenda unasioni kama 1 billion. Akakutana na mtu ambaye alikuwa anamdai kama 100,000 ya Kenya. Akamshika koromeo, akamnyonga, you have to pay me my money. Akamshika, akamwambia sina, nisamehe, nitafute. Akamwambia nothing, can't hear none of that. Akamweka ndani. Baadaye yule mfalme akichunguza, hiyo commotion nimesikia ni nini, akasema ni fulani, kuna mtu ana deni lake la 100,000 na amemfungia ndani. Akamwambia really? Muite. Akaletwa. Alipokuja akamwambia huyu ana pesa ngapi? Akasema kama 100,000. Na wewe ninakudai ngapi? 1,000,000,000. Nimekusamehe 1,000,000,000 na umeshindwa kusamehe huyu 100,000. So what we do, ile ya huyu deduct from ile pesa ninakudai, alafu hiyo nyingine nilipe. Huyu aliyempeleka ndani akatolewa, huyu ambaye alikuwa na kichwa ngumu na moyo ngumu akawekwa ndani. Alifia prison because hangeweza kulipa. So what am I saying? Samehe, forgive and forget. Sio kwamba wale wanasemaga I'll forgive but I'll not forget. No, forgive and forget and move on. Moja ya mambo yamenisaidia sana in my life ni kusamehe. Mimi sina mtu nimembeba. Ukiona mtu anabeba wengine, it means ana nafasi ya kuweka wengine. Yesu amenijaa humu ndani. Nitakubeba Eric, nikuweka wapi? Jesus is full. Amejaa, moyo wangu umejaa, mawazo yangu yamejaa, nafsi imejaa Yesu. So nitakuweka wapi? Ukiona mtu anabeba wengine, it means kule ndani kuna space. Unajua mtumishi, najua pengine ulikuwa umepanga kitu kingine. Naam, lakini najihisi tunapona pia. Najihisi tu nikuulize, maana hapo ndio tuko, si ndio? Mambo ya kupona na all that. Yes. Mtu anaweza jiuliza, nitamtoaje vipi mtu moyoni mwangu? Nitamtoaje mtu? Unajua haya ndio maswali pengine mtu anajiuliza. Nitamtoaje mtu? Yaani nisimbebe moyoni mwangu. Nitamtoaje? Na naona Mungu ni mwaminifu kwa sababu somo lilikuwa hilo. Wow. So, kumtoa mtu moyoni mwako ni kumtoa. Ndivyo hivyo ilivyo. It's just that simple. Ni kumtoa. Yes. Unasema mimi, wewe fulani ulinifanyia hiki na hiki, nimekusamehe and I'll let you go. Simple. Wow. Na uaminishe. Na minong'ono itakuja ya adui. Shetani atakwambia umemsamehe vipi? Umekuaje hivi? But we let go. Let go and let go. Ambia Mungu nimeanza ukurasa mpya na wewe. Huyu mtu nimemtoa na wacha mimi niendelee. Amen. Amen. Mtumishi akavunjika moyo. Akakaa akasema mimi si bora kuliko baba zangu, bora ni mimi nife. Elijah huyu sasa. Wafalme wa kwanza 19 na mstari wa 4. Amen. Na mtu aliyevunjika moyo na aliyekata tamaa anakosa ladha mpaka na maisha yake mwenyewe. Mtu akijinyonga Eric, sio kwamba ni kupenda. Amevunjika moyo, amekata tamaa, anasema mimi si
bora. Haina maana mimi kuishi Yes. because amechoka. Huyu mtumishi akasema mimi si bora kuliko baba zangu, bora nife. Mtu aliyefika mwisho amefika mwisho. Anachokihitaji ni maombi, ni maombi, ni maombi. Haleluya. Amen. Amen. Mtu aliyevunjika moyo Eric anaweza akafanya chochote. Anaweza akajimwagia mafuta, akajiwasha moto, anaweza akaua mume, akaua mke na akaua watoto. Hizo story tumezisikia. Of late zimekuwa katika kidogo, lakini hapo mwanzo nakumbuka na last year Bila shaka family ziliuana sana. Na ukichunguza sana ni kuvunjika moyo na kukata tamaa. Unapo allow ile roho ya kuvunjika moyo na kukata tamaa ikuvae, inazalisha maroho mengine. Nilienda kutembelea mchungaji mmoja, nikauliza ndugu fulani yuko wapi? Ndugu ya mke wa mchungaji. Wakaniambia fulani alijinyonga. Fulani ule ninajua So nikashindwa nitaanzaje wanipe ile hadithi. Wakaniambia alijinyonga, tena alijinyongea kwenye dirisha la nyumba aliyokuwa nakaa. How? Alichukua mkanda, akajitundika, dirisha ilikuwa juu kidogo, akaning'iniza, and the man died. How and why? Amevunjika moyo, amekata tamaa kwa sababu mambo hayaendi. Like the situation that is in ground right now. Usipokuwa vizuri na Mungu na usipoomba na kufanya mahusiano na wachungaji na ukubali kukomaa kiroho, watu kujifanyia madhara na mabaya ni rahisi sana. Kwa sababu number one, zile vitu ama yale mambo ama ile kazi na biashara walokuwa wanategemea haipo tena. Uchumi umedorora, kazi hakuna, na ni kila mahali, kila sehemu ukienda. So usipokimbilia kwa huyu Mungu, ukijitenga, because tuliona alijitenga yule mtumishi. Unapojitenga, unaruhusu roho ya kukata tamaa, ambapo ni roho ya adui, ikuvae ukiwa pale peke yako. Because unapokuwa peke yako, what you think unataka iwe hivyo hivyo. Unachokitaka, yani unachokiwaza unataka kiwe vile because na uko peke yako. Haukuna mtu anakutia moyo, anakubadilishia, anakwambia hauko hivyo, uko hivi, uko hivi. So Elijah akasema bora mimi nife. Mtu anapokunywa sumu sio kupenda kwake, ni kukata tamaa na kuvunjika moyo. Unakuta msichana amekataa kijana anaenda ananunua dawa, anakunywa, anakufa. Unakuta msichana binti amekataliwa na kijana wa kiume, anaenda ananunua dawa, anajinyonga, anajirusha baharini, because amekata tamaa, amevunjika moyo. Nilienda kipindi fulani kufanya huduma DRC Congo, mji unaitwa Lubumbashi. Na tukaenda kuzika mmoja wa washirika wa ile kanisa ambalo nilikuwa nimealikwa. Tulipofika pale nikakuta kuna kijana mwingine naye anazikwa. Nikawauliza wale wanaongea Kilingala, nikauliza huyu naye nini kimetokea? Wakaniambia huyu walikasirishana na muuza simu, akampokonya simu yake, akamwambia hii sio mzuri, rudisha pesa. Wakabishana, akamwambia basi na kuachia zote. Akaenda akajifungia, akanywa dawa because of just a mere phone. So nilipochunguza zaidi spiritually, nikakuta ile roho ilikuwa inatafuta itajitolea wapi, because yule kijana alikuwa na maisha magumu na alikuwa amesave pesa kwa muda mrefu, anafanya kazi ngumu ili anunue simu. Sasa ilipoenda akawa amefika mwisho, which sio mwisho because alikuwa bado hai. Baba yake alikuwa anajaribu kuongea na shindwa. Anasema mimi ni baba yake, lakini sijui niseme ni. It's so painful to lose a lovely one. It's so painful kupoteza mtu kupitia suicide. Kuna kule Kinangop, Nyandarua County, kuna kipindi watu wamejiua sana wanaume kwa sababu ya stress, hawezi kuprovide for the family. One of the things Eric zinazosukumaga mwanaume mpaka mwisho anajitoa uhai au anajitenda mabaya ni kushindwa kuprovide for his family. Because Mungu aliweka a man to be the provider. Lakini mama akiwa na pesa, au wachangie wote wawili, the better for the family. Lakini mwanaume anapokosa
anaposhindwa kuprovide for the family, alafu aongezewe na maneno kutoka kwa mke au kutoka kwa wakwe au kutoka kwa yoyote, inakuwa shida sana. Nisikiza mtu mmoja last week kwenye taarifa, akawa anasema mimi hata sijisikii kama mimi ni mwanaume tena. Nikawa sijisikii mimi kama ni baba tena. Akawa anauliza kwa nini? Akasema kama ninashindwa kulisha watoto wangu, mimi ni baba namna gani? So ile ukishindwa kufulfill vile unavyotaka, ukishindwa kuhit target, if you are not careful, ujue kwamba kuna Mungu wa mara ya pili na kuna Mungu ambaye tunamwabudu anaweza yote. You can end up kujitenda mabaya. So hii roho ya kuvunjika moyo, unapokosa kuwa makini, iko na branch mbili. Ya kwanza unaweza kujiangamiza kama vile tumesema, na ya pili inaweza kuweka kidonda ambacho hakitapona kama hauko makini. Ninavyozungumzia kidonda, sizungumzii kidonda cha mwili physical, nazungumzia kidonda cha moyo. Kitabu cha Yeremia sura ya 30 na mstari wa 17. Kimbilio lipo wapi? Tutaponaje? Bila shaka tusome kitabu cha Yeremia 30:17 ambayo inasema, maana nitakurudishia afya nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana. Amen. Kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, wakisema ni Sayuni ambayo hapana mtu autakaye. Nitakuponya vidonda, jeraha nitakuponya. Wacha nisome vile vile. Naam. Nami nitakuponya jeraha zako. Yes. Ambazo ni vidonda, sio? Naam. Na asema Bwana, kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa, wakisema ni Sayuni ambayo hapana mtu autakaye. Nitakuponya jeraha. Yes. Mungu anaposema nitaponya jeraha, haya majeraha sio physical. Ni majeraha yaliyoko kwenye moyo. Currently as we talk, watu wana majeraha mengi. Yes. Watu wamefutwa kazi, wako ndani ya nyumba, wamevunjika moyo, wanayo majeraha tayari. Actually kuna mtu alikuwa anasema watu wako mentally sick. Yes. People are mentally hungry, mentally sick. Yes. Na moyo hauli sima ndio ushibe. Moyo haumezi painkillers ndio upone. Naam. Moyo unakula ama unapona, unalishwa neno la Mungu. Tumishi. Naam. Shikilia hapo. Fine. Angalau pate pumzi tena, uregee ili kwamba watu wazidi kubarikiwa. Natumai kwamba msikilizaji unabarikiwa. Niko na ina Solomon akiwa anasema Penina na Hana. Lakini hata hivyo kuna wimbo hapa nataka ubarikiwe nao. Basi upate huyo. Okay, Emma Chichi, kila mtu nasikia yake. Mbona Penina na Hana ina Ayendani. Hallelujah. Shalom. This is the servant of God, Pastor George. Niko hapa. Tunaendelea na somo letu. Leo ni kwamba Mungu atakuponya jeraha zako zote na uwe tu mwaminifu kufuata. Naona watumishi wengi, Joshua Kasanda ndugu yangu akiwa DRC Congo anafuatilia. God bless you. Catherine Chege, my sister, God bless you so much. Eunice Adhiambo from Kisumu, God bless you. Pastor Josephat from Nairobi. Elias Luimbo Zimba, thank you sir, God bless you. Joseph Wanjoy, Pastor Stanley Gatonye, thank you for following me. Thank you Baba Elijah, my nephew Benites from Uarabuni, Mungu akubariki sana. Askofu Benson Nganga, asante kwa kufuata. Asante, Mungu akubariki sana baba, niombeeni tu na tuombeane kipindi kipate kibali. Asante my sister Margaret from Twapa, Margaret Karaoke precisely. Asante, Mungu awabariki sana. Tunaendelea na somo letu na leo tunazungumzia kuhusu majeraha. Watu wameumizwa, watu wana majeraha mengi because of the current situation. Watu hawana pesa, biashara zimeharibika, familia zimeharibika, wazee wanakuja nyumbani mapema, hawajazoea hivyo, wanakejeliwa kule, maneno yapo, wengine biashara zimeharibika, watoto ndio wao wako nyumbani. Mungu atusaidie na usikubali yale majeraha yaende overboard.
Of course kama mwanadamu utasikia umeumia mambo yanapoenda vibaya. Of course kama mtu aliye na mwili na damu utasikia vibaya mambo yanapoenda vibaya. Lakini kwa neema ya Mungu vidonda vinaweza vikapona. Ndiyo hali sio nzuri, lakini what does God say concerning the situation? Ndiyo mambo hayaendi vizuri, lakini mbingu zinasemaje? Can I tell you something today? Don't go the way people are saying. That's why God told Jeremiah, don't fear what they fear. Don't run when they run, because you are different from them. Although you share the same skin color, you share the same land, but don't run when they are running. I know you by your name. And as a servant of God, I can tell you this for free. God knows you. God knows your address. Mungu anajua ulipo, na hata kama kule nje ni kubaya, usikubali hali zilizoko nje zikuharibu. Paulo anaandika anasema, hatuendi kwa macho. We don't go by sight, but we go by faith. What is faith? Because the word says seeing is believing. But the Bible says if you believe, you will see. That's the book of John chapter number 11. Don't see in order to believe, but believe, then you will see. The Bible says in the book of Hebrews chapter number 11, you cannot see God, but we see him by faith. And pale wamehesabiwa watumishi wa Mungu wengi, kina Abraham akahesabiwa haki, Moses akahesabiwa haki. So many people were counted to be righteous. In fact, that's the book of Hebrews chapter number 11. It is the hall of fame to those people who had faith. Why are you giving up? Kwa nini ukose imani? Sojaron. Ndiyo hali si mzuri, lakini Mungu anasemaje? Ndiyo mambo ni mazito, lakini Mungu anasemaje? Ushauri wangu tu kwako leo ni kwamba inuka, jipige mavumbi, endelea. Kitabu kile cha Yeremia ndicho tunaendelea nacho hapa studio redioni, kwamba sura ya 30 mstari wa 17 Mungu akamwambia Yeremia, nitakuponya vidonda na majeraha yako. So majeraha yaliyoko kwenye moyo, unapomfungulia Mungu moyo, unapompa nafasi, ana uwezo wa kuponya hayo majeraha, kwa sababu ameitwa kuita ni Sayuni wa kukataliwa. Ndiyo una majeraha, lakini wewe ni Sayuni, mji wa Bwana. Don't give up. Soldier on. Don't give up. Usikubali vidonda, because unapokuwa na kidonda cha moyo kitaenda mpaka kwenye vidonda vya tumbo. So kae vizuri na Mungu akubariki sana. Hallelujah. Shalom. Zikiwa katika 40 baada ya saa 12, natumai kwamba unabarikiwa sana bali popote ulipo, hata katika mtandao. Unajua watu wanazidi kubarikiwa. Amen. Ina maana kwamba hakuna siku mtumishi mtu atasema injili hii sikuipata au imeganda hii ama imeganda. Ni kilalo. Baraka ni mpya kila wakati. Ni mpya kila leo, na Mungu ana neno la wakati kila siku. Alright. There There is word of the moment. Amen. Amen. Kuna mmoja hapa anapongeza kipindi akisema nabarikiwa nikiwa maeneo ya Makanzani. Nafarijika na hayo mazungumzo. Amen. Tuko pamoja, ni Mtwana ndani ya Makanzani. Mtumishi, endelea. So unapoangalia majeraha haya, Yes. yanasababishwa na mambo yanayotoka nje. No. Na haya majeraha yanapokuwa moyoni, yanasababisha majeraha kwenye mwili, because majeraha ya moyo hayaonekani. No. Lakini ukikaa nayo yata escalate ifike mahali kwamba ni majeraha yatakayoonekana. Mtu mwenye kidonda, Eric, tuangalie kidonda physical. Yes. Ule mtu anakuwa na limitation sana. Ukiwa na kidonda kwenye mguu, hauwezi kutembea kama mtu ambaye hana kidonda. Mimi kuna kipindi nilikuwa na shida sana, Eric, nilikuwa na umasikini mwingi. Nikaajiriwa na a relative kazi ya kulisha kondoo. Nimesoma, vyeti vimefungiwa, nimeacha kazi niliyokuwa nafanya, wengi hawajui nilikuwa nafanya kazi Kenya Breweries. Baada ya kutengeneza njia zangu na Yesu, kabidi niache ile kazi. Mshahara wa 40,000 nikiwa kijana wa miaka 19. Kwa pesa nyingi sana. Mengi sana. So nikaajiriwa kazi ya kulisha kondoo na mbuzi. Nikachanwa mguu na waya, nikawa na kidonda kikubwa sana. Kile kidonda kilinilimit, singevaa socks, nisingevaa viatu, nisingeweza kutembea, because ile sengenge ilisababisha sumu, mguu kaoza.
nikawa siwezi kutembea hata kwa mtu, kwa sababu nikikaa kidonda kinanuka, nikilala nitalala wapi? Kidonda kinamwaga usaha kila mahali, nitaendaje? Nikawa mpweke, niko peke yangu kwa sababu ya kidonda. Now mtu mwenye kidonda cha moyo anakuwa exactly the same. Ukiwa na majeraha kwenye moyo wako, hauwezi ukashirikiana na watu, hauwezi ukakaa na watu, because wale watu wakiongea na watakuwa naongea maneno ya kawaida, wewe kile kidonda kinatoneshwa. Kwa sababu gani? Mtu mwenye kidonda kwenye mguu akitembea mahali kwenye manyasi yanadunga kile kidonda. Hata nguo tu umevaa itachana kile kidonda na kitaharibika. So mtu aliye na kidonda cha mwili na aliye na kidonda cha roho ni the same, kwa sababu cha mwili kina limit na cha roho pia kina limit. Bwana asifiwe sana. Mtu aliyeumizwa, because majeraha yanakuja kwa kuumizwa. Unaweza ukaumizwa na mpenzi wako, unaweza ukaumizwa na ndugu yako, kama yule brother aliumizwa jicho physically na ndugu yake na ikaenda mpaka kwenye moyo. Unaona It happens two ways. Unaweza ukaumizwa moyo ikaja kwenye mwili, ukaumizwa mwili ikaenda kwenye moyo. Sasa yule aliumizwa mwili ikaenda mpaka kwenye moyo, akakataa kumsamehe kabisa, na itakuwa ni shida. Erika, baraka za wengi zinazuiliwa kwa sababu ya majeraha ya walionayo. Unapokuwa na majeraha moyoni, itakuwa ni vigumu kusamehe, na ndio maana uko na majeraha. Are we clear there? Very. Itakuwa ni Eric, unaponikosea na nikose nishindwe kukusamehe, itaescalate iwe kidonda kwenye moyo. Na kwa sababu sijakusamehe, baraka zinapokuja hazitanifikia. Kwa sababu gani? Inapokuwa ni kidonda kwa moyo, inazalisha roho ya machungu, spirit of bitterness. Nikikuona ninakasirika, kile kidonda kinaguswa. Nikiona unaongea ninaumia, because hata wapenzi wengi, hii tutaongea wakati wa counseling ya marriages. Mpenzi anapoumizwa na huyu mwingine akiwa pale ndani ya nyumba, inakuwa ni vigumu hata kuendelea, because baba anaendeleza family kwa sababu ya kuwa yuko free na ana furaha na mke wake na watoto wake. Lakini anapoumizwa na mke wake, one of the spouses, huwa anaenda kutafuta comfort mahali pengine. Na hapo tunasikia mipango ya kando, nyumba ndogo, sijui nyumba kubwa. Wanawake nao Ben 10. I don't know whether you know what that is. Ben 10. Ben 10. Mama anatafuta kijana mdogo wa kumliwaza. Shetani ashindwe. Lege kabisa. Bwana fulilizo. So mtu mwenye kidonda anapokosa kusamehe, anafungia baraka zake. Yesu alipokuwa anafundisha wanafunzi wake kuomba, aliwaambia nini? Because wanafunzi walienda wakasikia wanafunzi wa John the Baptist wakisali kwa mtindo waliofundishwa na mwalimu wao. So they were amazed. Nyinyi mnasali hivi, hii mlitoa wapi? Tulifundishwa na master wetu, our rabbi. Rabbi means teacher. Yes, teacher. Nao walipoenda kwa Yesu akamwambia, tufundishe na sisi kusali, kwa maana wale wanafunzi wa John the Baptist wamefundishwa na master wao kusali. Akawaambia, mnaposali salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, na litakalo lifanyika duniani kama mbinguni. Alafu baadaye ufalme wako na uje. Baadaye utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe mtu mwenye machungu. Hii sala kwake it does not apply. Yes. Because utusamehe dhambi zetu. Baadaye inasema nini? Na utupe riziki zetu. Yes. Utupe mkate wetu kila siku. Yes. Your breakthrough, your needs are met after forgiving others. Yesu alijua, akashikanisha hivi. So unapokosa kusamehe na unaenda kwa nyumba ya Mungu na una expect Mungu akubariki, Mungu akufungue, ina maana gani? In other words, unasema usinisamehe mimi kama vile sijasamehe wengine wale walikosea. Yes. Usinisamehe mimi kwa maana nina roho ya machungu nimebeba fulani moyoni mwa. Hii injili wengi hawaipendi. Ya kusamehe. Ya kusamehe, people they don't love this. Actually mtumishi, kuna mmoja amepiga simu sana.
Sijui tumsikilize. Yeah, it's good. Hello, Check FM. Tuvuma tusikika, tuongea na nani? Aha. Naam. Aha. Aha. Mhm. All right. Asante sana Waziri wa Ulinzi Msala. All right. Nafikiri alikuwa anachangia na kusisitiza tu good. Yeah. Ni vizuri kusamehe. Actually huo mfano anasema Solomon alikuwa amefungiwa sana. Na ule mkono hakuzaliwa hivyo na sio ajali. Watu walimfanyia. Alisema ni mama mdogo, I don't know. Alikuwa hapa nikiwa nampea interview na akasema hivyo. He's a very good man. Yes. Tumefanya naye huduma alipokuwa anakuja Dar es Salaam sana. Actually hata ule manager wake is from TZ. Yes. So unapokosa kusamehe Eric, you cannot succeed. Mama moja alienda kwa mkutano kama crusade ile inaendelea. Akaenda kuombewa. Alikuwa na headache, kichwa kinauma sana. Mtumishi wa Mungu alipomwekelea mkono, Roho wa Mungu akamwambia huyu anaumwa na kichwa because alifungua mlango, mapepo yakamuingia ya headache, huu ugonjwa amemeza madawa, amefanya na uponi kwa sababu kuna mtu hajasamehe. Hebu muulize. Mtumishi wa Mungu akaondoa mkono akamuuliza mama, kuna mtu ambaye haujasamehe ni nani? Akasema ndio. Fulani sitamsamehe. Amenitendea moja, akahesabu mambo yake. Sasa naye mtumishi akamwambia inabidi usamehe ili ufanye nini? Ufunguliwe upone. Akasema sitasema. Watu wana kichwa ngumu Eric. Watu wana mioyo migumu. Akasema sitamsamehe, akaondoka mkutanoni. Inategemea alimfanyia nini lakini. Hakuna chochote ambacho hatufai na hatuwezi kusamehe. Hapa ndio mimi nauliza pengine sijui huyo mama alifanywa nini. Hakusema. Maana yake sasa wewe ukiambiwa leo hii mtumishi. Naam. Naugua kitu fulani. Yes. Na Roho wa Mungu amezungumza. Naam. Na huyu mtu hakujui. Na hakujui. Yes. Kuna ugumu gani wa kusema haya nimewachilia? Sasa ule mtumishi akatumia Roho wa Mungu akamwambia kama asiposamehe hata pona. Sasa akamwambia huu uponyaji wako wa kichwa chako nimeuachia juu ya kichwa chako. Kama nimeuweka kama 1 feet from you. Utakuwa unaenda nao ukiwa hapo juu. The moment utasamehe ule uponyaji utakuingia na utakuwa uko huru. Because dawa yako ni ipi? Ni wewe usamehe tu. Ni wewe usamehe. Akaondoka. That lady akaenda akaumwa na kichwa sana. Usiku huo hakulala. Akasema fulani sitakusamehe. Kukakucha asubuhi akasema sitakusamehe. Ilipofika mchana akaumwa na kichwa mpaka macho yakawa hayaoni. Akasema fulani sitakufa kwa ajili yako. Nimekusamehe. Immediately aliposema nimekuondoa kwenye moyo wangu na nimekusamehe, akafanya nini? Akapona hapo hapo. Instant miracle because of forgiveness. Unapokosa kusamehe, nilisema inazalisha roho ya machungu, bitterness. Sasa bitterness, Roho wa Mungu hawezi akakaa akatembelea mtu mwenye roho ya bitterness. Never. So inatokeaga nini? Because moyo unakuwa ni mgumu. Umefunga kabisa. Na umefunga mtu ambaye kule yuko huru. Hajui kama alifanya nini? Alikukosea. Na hata kama alikukosea yeye aliendelea na maisha yake mwenyewe. Wewe umefunga moyo wako. So baraka zinapokuja haziwezi kuingia kwenye moyo because ni mgumu. Na ndio maana Mungu akaongea na Ezekiel akamwambia nitabadilisha kutoka mawe mioyo yenu hadi nyama. Nyama ni flexible. Unaona ikiingia baraka inaingia tu kwa urahisi. Sasa moyo wa bitterness ni moyo kama jiwe. Baraka zikija zinagonga, they bounce to somewhere else. Wengi Eric maisha yao walijifunga wao wenyewe kwa sababu walivunjwa moyo na mtu, wakakatishwa tamaa, wakapata majeraha, vidonda, wakashindwa kuendelea. Mtu mwenye majeraha ya moyo Eric hata spiritually hawezi kukua. Utaomba vipi na kuna hawezi kuomba? Yes, una machungu.
I don't know how much time we have. Actually we have 8 minutes. 8 minutes, 3 minutes. Nilisikiza kina mama fulani wawili walikuwa naomba na walikuwa nalia sana wakiomba. Yes. It is good to pour your heart before God. the Lord. Lakini nikapatambua kwamba haya machozi na hiki kilio ni manunguniko, sio maombi ya kujibwaga mbele za Mungu, sio maombi ya kunyenyekea mbele za Mungu. Kagundua kwamba wako na bitterness, kila mtu ana bitterness yake. So I called them, nikawashauri na wakawa delivered. Wengi wanapoomba na kutoa machozi, sio kwamba ni mioyo inabubujika mbele za Mungu. Akikumbuka rent hajalipa miezi miwili, machozi yanatoka Eric. Akikumbuka hana cha kupika leo na jirani anasikia na choma nyama na kaanga nyama, machozi yanafanya nini? Analia sana. Akikumbuka aliambiwa asije Mombasa na saa hii amefungiwa, analia sana. Unknowingly, kila mtu ana future na destiny yake. Ukiondoa yale majeraha, utaflex vizuri na utashare hata na wengine. Wengi Eric hawana hata prayer partner. Kwa sababu mioyo ina majeraha. Alishare na prayer partner mwingine, yule prayer partner akamwanika, akaenda kumsema. Sasa yale majeraha bado yuko nayo. Kwa hivyo hawezi kukuambia chochote chake. Hawezi hata kuambia mchungaji, hawezi kuambia mtumishi kwa ile madhabahu, because alishare na mtu mwingine akafanya nini? Akaanikwa. Wengi wana bitterness Eric, mpaka na walimu wao wa primary. Sahi. Mimi nilitoka primary almost 30 years ago. Sasa unakuta watu wana bitterness. Mwalimu fulani alinichapa viboko sana. Mwalimu fulani, enzi zetu tulikuwa tunavuliwa kaptula, unachapwa mbele ya darasa. Si ni kweli? Tulikuwa tunavuliwa nguo sisi. Unachapwa ili viboko viume vizuri, viingie vizuri. Unakuta mwingine anabeba mwalimu mpaka leo. Mwingine anabeba mzazi. Nilikutana na dada moja anabeba baba yake for 20 something years kwa sababu baba yake alimkataza kuolewa na mtu mwingine. Anasema mimi ninateseka kwa sababu baba alinizuia niolewe na tajiri. Badala afanye kazi, approve baba yake kwamba anaweza akafanya kazi na akatajirika hata bila kutegemea mtu yule. Hajaolewa mpaka leo. Over 25 years she has never been married. Alichukia na akachukia. Mabinti, ninagusia tu, next week tutaendelea. Mabinti ambao wanaona mama yao anavyoteswa na baba yao, ni vigumu wale mabinti kuolewa, because mioyo ina majeraha. Na wanasema, hujawahi kusikia mtu anasema kama ndoa ni kama ya fulani, bora nisiolewe, potelea. Hata kuna wanaume ambao hawaoi, kwa sababu wanaona mama yao anavyotesa mzee. Baba apewi chakula, afanye nini, na wakati alikuwa na pesa alikuwa anampenda. So Mungu atusaidie, tuondoe bitterness, tuondoe machungu na tutakaa vizuri. Naona muda wangu umekimbia. Na dakika kama 4 hivi. Yes. Ila kuna mtu ametuma ujumbe hapa akisema, "Hai, ni kweli kabisa mchungaji. Mimi ni msichana, siku moja ilinitokea hiyo ya kutaka kuijua, nikaenda kuketi kwa mfuo wa bahari. Nafikiri kwa maisha ufuo wa bahari usiku wa saa 3. Nikawa na simu yangu mkononi, pia nikawa nataka kuvunja simu. Nilipokuwa tu nataka kuvunja simu, mchungaji mmoja akanipigia simu na akaniambia, Roho wa Mungu amenihimiza amuombe." Naam. Because alikuwa mwisho angejitupa baharini. Kidogo sasa huyo angejitupa kwenye maji. Naam. Na mtumishi, naamini kwamba unaweza ukafanya ombi. Naam. Ili kwamba tumalizie. Tuamini tuombe. Baba, tunakushukuru kwa neema yako na fadhili zako, upendo na uaminifu wako. Asante kwa ajili ya station ya Shake FM, tunaibariki. Bodi inayoiendesha, manager, head of program, kila programa na reporter anayetumika hapa, neema yako ikawe juu yao. Asante kwa ajili ya msikilizaji, mbariki. Wapo wenye mahitaji mbalimbali, wengine wana roho ya machungu, kutokusamehe, gusa nafsi na mioyo yao. Wabariki, wafanikishe kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lako. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen.
Namba ya simu, wale wangependa kunitafuta tuongeni washauri 0728077773. Mekuwa mimi mtumishi wako George na neno litaendelea. Nami sina mengi zaidi, maana namuona